Bwana, tukizungumzia masuala ya mwaka 2027 kuna ile wengine wanasema kwamba kutakuwa ni one term, wengine wanasema kwamba watasupport President Ruto aweze kupigiwa kura tena 2027. Wewe kama kiongozi, wewe kama comrade, je, unahisi kwamba upande wako ni upi? Mimi kama kiongozi wa Comrades University of Nairobi and University of Nairobi Students Union, na pia kuna Nairobi County Students Resistance Association. Mimi nasimamia wanafunzi wote wa chuo kikuu cha Nairobi na pia nasimamia wanafunzi wote kwa kaunti kuu ya Nairobi ambao wanaishi kwa kaunti ya Nairobi. Sisi kama wanafunzi tumesema hivi, wakati ule uliopita wa uchaguzi tulijaribu sana kuongea kuhusu mambo ya wanafunzi, usalama wa wanafunzi, na kwamba huo wakati kulikuwa na interview hapa kwa Safari Park. Tuliweza kutambua ya kwamba sio watu wote waliweza kuja wenye walikuwa wanaulizia kura, hawakukuja kwa huu ukumbi wa Safari Park. So kwa hiyo hatukuweza kuuliza kila mtu maswali, lakini wakati huu wale ambao hawataweza kufika kwa ukumbi wa interview ama mahojiano ya wanafunzi na wananchi wenyewe wa Nairobi hataweza kuwasikiza. Sababu ni tatu. Moja, security, students security in Nairobi. Hatuwezi kuwa ya kwamba wanafunzi wanatembea Nairobi na wanashikwa ovyo ovyo. Mwanafunzi anatembea Mwindi Mingu Street anashikwa kwa sababu ambayo hata yeye hajui. Anashikwa kwa sababu ambayo yeye pia haelewi. Mimi mkurugenzi, siwezi kukushika saa hii. Hata kama mimi ningekuwa polisi, siwezi kukushika nianze kukusearch ama kukuhoji kwa mambo ambayo wewe pia ni mageni kwako. Hiyo haiwezekani. So Nairobi inahitaji mtu kiongozi ambaye anaelewa maslahi ya wanafunzi, na huyo ni Babu Owino. So nikisema hivyo inamaanisha mimi ni mtu wa one term na wanafunzi wote nyuma yangu ni watu wa one term. Hatuwezi kuelewa maslahi yoyote ambayo hawataji mambo ya wanafunzi. Hiyo hatuwezi kuelewana. So kwa jambo hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili na la tatu ni mambo ya welfare of students, na hilo nimetaja pia security iko ndani yake. Jambo la tatu ni mambo ya help. Hii ni mambo ya uongozi wa government, national government. Any country or any nation that is very guaranteed and is very any government yenye inataka maendeleo ya watu wao, wananchi, lazima waangalie mambo kama education. Chief, hatuwezi kuangalia mambo ya uongozi kama hatuongelee mambo ya education. Ministry of Education is being allocated very little money, whereas watu kama KPLC wanakuwa allocated a lot of money. Sasa hivi tunaona kuna shares, campaigns kwa barabara za shares za KPA na KPC. Comrade Wisdom, hatuwezi kuwa tunaongelea kuhusu mambo ya shares za KPC na KPA wakati wanafunzi wanaumia. Mwanafunzi haendi kwa darasa. Mwanafunzi anakaa kwa darasa lecture ya 3 hours. Ako njaa. Hata hajalipa fee. Anasoma semester mzima, lakini ikifika wakati wa mtihani hawezi kufanya mtihani. Kwa sababu gani? Hiyo sio sababu yake. Ni sababu ya mzazi. Na mzazi pia analia. Akipigia mzazi nyumbani, mzazi pia analia. So haiwezekani. Kama mwezi angalia mambo maslahi ya wanafunzi, hiyo haitawezekana. Bwana, shukrani sana kwa muda wako. Asante sana.